Insha Allah kalima yetu ya leo itakuwa ni bushra wa tasliya li akhawatina almu'minat. Ni habari njema, vile vile ni tasliya, ni kuwaliwaza dada zetu kutokana na kheri hii ya Lailatul Qadr. Kuna baadhi ya watoto wa kike hupata huzuni kubwa ndani ya kumi hili la mwisho pale wanapojiliwa na hali zao za kiada. Kama wanawake, anapopata ile ada yake ya mwezi, anasikitika na kuhuzunika kwa kuona amekatiza ile safari yake ndefu alokuwa akitamani ya kuhuisha usiku mtukufu wa Lailatul Qadr. Na ni katika sunna mwanamke kuhuisha usiku huu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kama hadithi iliyo sahihi, idha dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan shadda mizara wa ahya layla wa ayqadha ahla. Ilikuwa ikiingia kumi la mwisho wa mwezi wa Ramadhan, basi ni kinaya kwamba alikuwa akijitenga na masala ya kitanda chake, kwa maana hakuna ya ile hali ya mke na mume. Wakati huo inafungwa kidogo kwa siku hizo kumi hilo la mwisho, lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akihuisha ule usiku na vile vile akiwaamsha wake zake. Sunna hii pengine kwa mwanamke inapofika akaingia katika hali hii, basi hujisikia kwamba yeye amekosa kheri kama hii. Na jana tumezungumza moja katika kulinda Lailatul Qadr katika maisha yetu ni kuwa na amani na kuwa na upendo na watu kuwa na subra, ili kusiwe na magomvi, kwa sababu magomvi yanaondosha taufiki ya kuwafikiwa kuipata Lailatul Qadr. Lakini amani kwanza inaanza nyumbani. Lazima usiwe mzuri nje, nyumbani kukawa hakuna amani. Kwa hivyo wajaribu mume na mke kufahamiana na kuchukuliana udhuru, pasitokee mijadala mingi kaleta ugomvi kwa sababu ya kuchelea kukosa kheri hizi za Lailatul Qadr. Sasa kinyume cha hivyo, leo turudi nyumbani tukiwa tumewapelekea zawadi ili wazidi kufurahi na kuijenga ile nyumba iwe katika furaha. Ni kwamba mwanamke anapokuwa katika udhuru wake wa kisharia, bado yeye yuko kwenye ibada, kwa sababu ule udhuru si kutokana na uwezo wake, ni kitu ambacho hana uwezo wake, ni kinakuja kwa amri ya Allah tabarak wa taala. Kwa hivyo yeye ni wajibu wake aridhike kwa kadari ya Allah, na kwa kuridhika hivyo atapata malipo kule kumridhia Allah tabaraka wa taala. Lakini vile vile ajue kwamba hili ni jambo kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mkewe Aisha alipomuelezea wakati wako kwenye amali ya haji kwamba amepata ada yake ya mwezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mkewe kwamba inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Hili ni jambo Allah ameshalikadiria kwa watoto wa kike wa Adam, kwa maana wanawake wapate ada kama hii. Kwa hivyo isikupe dhiki, ni mpango wa nani? Allah tabarak wa taala. Kinachozingatiwa ni nia yako katika utendaji wako. Mu'min analipwa kwa nia. Mwanamke alikuwa ameweka nia ya kuhuisha usiku, kuhudhuria kwenye qiyamul layl, mara akapata ada hii, madamu aliweka nia yake ilikuwa safi, atalipwa kwa nia yake vile alivyokusudia. Innamal a'malu binniyat. Ile nia ndio itakaofanya kazi, na kuwa yeye maazimio yake ilikuwa ni kuhuisha usiku kama huu, basi Allah tabarak wa taala atamtimizia nia yake na aweze kupata malipo yake. Lakini vile vile ajue mwanamke kwamba
yeye anatakikana kutii amri ya Allah tabaraka wa taala. Sasa kuacha kuswali, kuacha kufunga akiwa kwenye ada ni amri ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo alipoacha kwa ajili amepata ule udhuru ule, tayari atapata malipo, kwa sababu yuko kwenye takwa. Takwa ni fi'lul ma'ruf wa tarkul kile ulichokatazwa ukikiacha tayari wewe umefanya takwa. Sasa bado yuko kwenye amri ya Allah tabaraka wa taala, na Mwenyezi Mungu Allah tabaraka wa taala anawapenda wale wenye kufuata na kutimiza na kutumia fursa yake. Asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhsah kama yuhibbu an tu'ta azaima. Allah anapenda watu waitumie ruhusa yake kama vile watu wanavyotakikana watumie amri yake. Wewe ni msafiri, ukafika kwenye safari, unaposwali swala ya safari unapata thawabu kama vile unavyoswali kamili, kwa sababu umefanya amri ya nani? Ya Allah. Kule kuitumia ile fursa ya Allah aliyokupa, ni chance amekupa, na wewe ukaridhika kwamba Allah amenihurumia na kanipa nafasi hii, ukaitumia kivitendo, basi wewe unamfurahisha Allah kama vile unavyotekeleza. Kwenye riwaya nyingine asema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Allah anafurahia unapotumia fursa yake, kama yakrahu an tu'ta ma'siyata, kama vile ambavyo Allah anachukia mtu an tu'ta ma'siyatu, watu wakifanya maasiya Allah anachukia, na watu wakitumia fursa walopewa na msamaha vile vile Allah tabaraka wa taala anafurahishwa na hilo. Lakini fauka dhalika ni kwamba Muislamu katika mafunzo ya dini yetu, akiwa ana tabia ya kufanya amali ya kheri yoyote ile, alafu kukatokea udhuru wa kisheria ukawa ni sababu ya kumzuia asifanye kheri ile, ima safari au maradhi, basi yuandikiwa thawabu kama yuwafanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi yake, idha marida al-abdu au safara kataba Allahu ta'ala lahu min al-ajri mithlu ma kana ya'malu sahihan muqima. Mtu anapougua au akasafiri, basi Allah humwandikia malipo yale yale kama alivyokuwa ni mzima au yuko ndani ya mji. Una tabia kuswali swala ya duha, ukasafiri, hali ya kuhangaika na safari zako, ukakosa time ya kuswali duha, madamu uko ndani ya safari na ulipokuwa nyumbani ulikuwa huachi swala ya duha, utaandikiwa unaswali duha. Allahu akbar. Angalia Allah anavyotuhurumia. Hivi mwanamke achukue kwamba yeye madamu alikuwa katika hali hii ya kuhuisha usiku huu, ghafla ikaja katikati ya ada yake ya mwezi, basi awe na matarajio kwa Allah kwamba bado atapata ajira yake. Asihuzunike kwa hilo, bali aridhike na kadari ya Allah tabarak wa taala. Baadhi ya wanawake huingia kwenye matatizo, labda wakabidi watumie vidonge fulani ili asipate hii ada. Mimi sitaki kabisa niikose, akaingia kwenye maradhi pengine zikamdhuru kwa ajili ili asikose. Hapana, ridhika na kadari ya Allah, na nia yako ndio itakufanyia kazi kukufikishia lile alilokukadiria Allah tabarak wa taala. Mwisho, ni lazima kila mtoto wa kike, hata yale maumivu anayoyapata katika ada yake, subhanallah, ni sababu ya kupata ajiri mbele ya Allah tabarak wa taala, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala ham wala huznin wala adha wala gham hatta shauka yushakuha illa kaffara Allahu biha min khataya. Muislamu hafikwi na adha lolote, akapatwa na homa, akachoka, akapatwa na hamu fulani ya jambo likamtia dhiki, akapata huzuni, hata mwiba unapomchoma basi akasubiri
ile ni sababu ya kufutiwa dhambi zake, anafutiwa dhambi. Kwa hivyo kwa hali zote mwanamke wa Kiislamu ajue hakuna sehemu na hakuna pahali alipokirimiwa na akapewa kheri zaidi ya ndani ya Uislamu, kwa sababu yeye ni kiumbe cha Allah tabarak wa taala, na Allah tabarak wa taala katika aliyowapa ikramu zaidi utakuta ni wanawake. Hata aya ilipoanza kueleza watoto, yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau dhukur. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.